Operesheni ya kijeshi ya Israel inayoendelea nchini Lebanon inakiuka sheria za kimataifa, anasema Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari wa Baraza la Ulaya mjini Brussels, Macron alikosoa mashambulizi dhidi ya Israel yanayofanywa na wanamgambo wenye makao yake nchini Lebanon, Hezbollah, ambao wameapa kulipiza kisasi mauaji ya Marekani na Israel dhidi ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Macron alikataa dhana kwamba mtu wa tatu anaweza kutatua mzozo huo na kundi lenye uhusiano na Iran kwa nguvu. Alisisitiza kwamba ni mamlaka ya Lebanon pekee ndizo zenye uhalali wa kushughulikia suala hilo. Hatufikirii kwamba mapambano dhidi ya Hezbollah na kuondolewa kwa silaha zake yanaweza kufanywa na nguvu ya tatu, Macron aliwaambia waandishi wa habari. Tunaamini kwamba operesheni ya kijeshi ya ardhini ya Israel na mashambulizi ya makombora na mabomu hayafai na hata hayakubaliki kwa mujibu wa sheria za kimataifa na maslahi ya usalama kwa muda mrefu wa Lebanon na Israel. Macron pia alisema kuwa Israel imefanya operesheni kama hizo nchini Lebanon kwa miaka mingi bila kutoa matokeo yanayotarajiwa. Matamshi ya kiongozi huyo wa Ufaransa yanakuja wakati Israel ikipanua kampeni yake ya kijeshi dhidi ya Hezbollah kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yaliyoanza mwishoni mwa mwezi uliopita. Vikosi vya ulinzi vya Israel vilitangaza operation ndogo na zilizolengwa za ardhini dhidi ya ngome muhimu za Hezbollah mapema wiki hii na kuzidisha uhasama wa kuvuka mpaka ambao tayari umegharimu mamia ya maisha. Maafisa wa Lebanon wameripoti kwamba mashambulizi ya Israel yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 880 katika muda wa wiki mbili zilizopita, huku watu 2000 wakijeruhiwa na zaidi ya milioni 1 kuhama makazi yao. Mashambulizi hayo yamelenga katika maeneo mbalimbali, lakini pia nafasi za ulinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa na kituo cha kitamaduni cha Urusi katika mji wa kusini wa Nabatie. Siku ya Alhamisi, mwandishi wa habari wa shirika la habari la RT Steve Sweeney na mpiga picha wake Ali Rida Sbeit pia walijeruhiwa katika kile kilichoonekana kuwa shambulio la anga la kimakusudi la Israel kwenye eneo lao la kupiga picha, licha ya wao kuvaa sare za waandishi wa habari zilizoandikwa wazi. Moscow imelaani Israel kutokana na mashambulizi hayo, huku msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova akisisitiza kwamba shambulizi hilo dhidi ya waandishi wa habari waliokuwa na alama za vyombo vya habari haliwezi kuitwa bahati mbaya kutokana na mauaji ya waandishi wa habari 200 huko katika ukanda wa Gaza. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.